Langu jina ni Fasma Juma. Leo nipo na mchambuzi wa mpira kutoka Tanzania bara. Huyu si mwingine bali ni Tagato, habari yako? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kaifa? Heri ya mwaka mpya. Nashukuru umeona na Jambo la heri. La heri. Jamchiti bana. Yes, ngapi tu hizi 6 sijui 7. Unaweza kuniambia mwenyewe hapa? Bado. Okay. Kesho Mzizima Dabi imehamia Zanzibar katika Mapinduzi Cup ambapo itapigwa mechi dhidi ya Simba na Azam FC. Dabi ya Mzizima, miji ya Karafuu kule visiwani Zanzibar. Unaona ni nani ambaye anaweza katoboa? Ukiangalia mara mwisho ligi kuu Simba aliweza kufungwa magoli mawili. Actually kama ukitazama kwa maana ya squad za timu zote mbili jinsi zilivyo, nafikiri Azam ana nafasi kubwa ya kufanya vizuri kuliko Simba Sports. Azam ana nafasi kubwa ya kufanya vizuri? Yeah, kuliko hata Simba Sports kwa sababu ya squad. Na sababu kubwa inaonifanya niseme hili ni kwa sababu wakati wa mapumziko Azam walipoanza kurudi tena kwa ajili ya michuano hii ya Mapinduzi Cup, walikwenda na jeshi lote ambalo limebaki. Ndio maana kina Jafte Kitambalabolo na waona wachezaji wengine wengi ambao hawajapata nafasi ya kwenda kwenye national team umewaona wakiwa wanashiriki kwenye michuano ile ya Mapinduzi Cup. Lakini kwa Simba Sports imekuwa tofauti. Na mimi inanifikirisha sana. Inanifikirisha kwa sababu hii ni michuano ambayo Simba walipaswa kuitumia vizuri kukinoa kikosi. Kwa sababu unajua wakitoka kwenye michuano hii moja kwa moja wanakwenda kwenye michuano very serious, very intense ambayo wanakwenda kucheza hatua ya makundi kombe la shirikisho. Nakumbuka tayari mechi za kwanza zote wameharibu, wamepoteza. Kwa hiyo walipaswa, ama mimi niliamini walipaswa kuitumia michuano hii tofauti na kuwapa nafasi vijana. Walipaswa kuitumia michuano hii kama sehemu ya kunoa kikosi kuelekea kwenye michuano ile ya kombe la shirikisho, kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hasa hatua ya makundi. Angalia jinsi ambavyo Young Africans wamekwenda, angalia jinsi ambavyo Singida Black Stars wamekwenda na vijana wao wote. Ukitazama unawaona wako kwenye mtindo ama wako kwenye mazingira ambayo yanawaonyesha kuwa wako tayari ama wanavinoa vikosi vyao na wanaonoa vijana kuwaweka kwenye utayari kwa ajili ya kwenda kupambana kwenye tournament kubwa hizo ambazo wanakabiliana nazo. Lakini Simba Sports, tazama, unawaona wachezaji vijana ndio wanaanza kupewa nafasi. Unaona ni kama mwalimu anaanza kutafuta namna ya kuitengeneza squad nyingine mpya huku akiwa anaangalia vijana wengine ambao pengine aone kama anaweza kwenda nao kwenye squad. So for me imenishangaza kidogo jinsi ambavyo Simba wamekwenda. Na hii pia ndio sababu ambayo inanipelekea kwenye jibu langu la kwanza ambao nimekuambia wana nafasi kubwa ya kupoteza mbele ya Azam Football Club kwa sababu ya aina ya squad ambayo wamekwenda nayo, wachezaji waliowachagua na waliopo. Naelewa, najua since jana nimeona wameingia wachezaji kama Jonathan Soa au Jean Charles, wachezaji ambao wamekuja kuongezeka. Elim Panzu mechi iliyopita pia alicheza, on which kiwango chake hakikuniridhisha sana jinsi ambavyo alikuwa anacheza na namna ambavyo aliitumia nafasi ambayo alikuwa nayo kama senior player kuonyesha kitu alichokionyesha uwanjani. Imenipa kidogo mashaka na imenifikirisha jinsi ambavyo Elim Panzu aliperform. Kwa unajua kuna baadhi ya majina makubwa, wachezaji mastaa kabisa ambao wameanza kurejea kwenye kikosi, lakini kwangu mimi naiona it's a bit too late. Yani wamewachukua wachezaji kwenye mazingira ambayo ni kama wamechelewa hivi kuelekea kwenye huu mchezo. Yes, ni mchezo kama wamechelewa. Ni mchezo mkubwa sana. Unajua Mzizima Dabi hapa unazungumzia Azam pamoja na Simba Sports, unajua ni timu kubwa sana. Hizi timu kubwa sio tu hapa, hata Afrika Mashariki ni timu kubwa. Kwa zinapokutana hizi ni timu ambazo zina uzito wa juu. Kwa hiyo kwangu mimi nawapa nafasi Azam kufanya vizuri kwa aina ya squad waliokuwa nayo, na Simba naamini wanaweza wasifanye vizuri kwa sababu ya squad waliokuwa nayo na vijana wengi ambao wako nao pale Zanzibar. Kwa unaona Azam akina kumfunga Simba kwa mara nyingine tena? Nafikiri itakuwa ni mechi ambayo Steve Barker atakuwa na mtihani mkubwa na atakuwa na vitu vingi vya kufanya ndani ya kiwanja tofauti na kocha mwenzake, kwa maana ya kocha wa Azam, Forai Ibenge. Wachezaji wake amekuwa nao kwa muda mrefu kidogo, anajua huyu anakaa wapi, huyu anafanya nini, huyu atafanya nini, huyu ana hiki, huyu ana hiki, tayari ameshawaona. Lakini kwa Steve Barker ambaye ndio amekuja, nitegemea Simba wangemsaidia kumpa senior players mapema
awape nafasi ya kuanza kujua mapungufu na namna bora zaidi ya kukisuka kikosi chake ili kikashindane. Kwangu mimi kesho tunaweza tukashuhudia mechi ambayo itatunyima test ya Simba na Azam kwenye level zao zilipo, kwa sababu ya namna ambavyo Simba wameondoka na squad yao kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar. Yani uzito ule wa timu hizi mbili unaweza usiakisi kile ambacho tutakiona kesho kwa aina ya squad ambayo Simba Sports wameenda nayo. Pengine huoni labda itakuwa wameongeza, ukiangalia na mechi yenyewe ni kubwa tofauti na zile kina Mwembe Makumbi, Fufuni. Of course, yani timu kama Fufuni, Mwembe Makumbi ni timu ndogo kiziweka kwenye uzani na Simba. Lakini wewe shahidi, tumewaona Fufuni walivyocheza na Simba, si ndio? Yesu amepewa nafasi vijana na nini, lakini kina Neo Maema waliingia, Elim Panzo alikuwepo, alikuja baadaye nafikiri akaingia Mlingo pia, Anthony Mligo pia aliingia. Wapo wachezaji wengine wakubwa kubwa kwa maana ya senior players walipata nafasi wakaingia. Waliperform kitu gani? Uliona nini? Unaona ni kama wachezaji wapya wanajaribu kufit in kwenye timu. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawajapata nafasi nzuri ya kucheza kwa pamoja chini ya mwalimu mpya. Unajua kitu kingine ambacho mimi kinakwenda kunipa mashaka kwenye mechi ya kesho. Simba msimu huu, huyu tayari ni kocha wa 3. Unaelewa? Tena kama utaamua umweke na Ahmed Suleiman Morocco na ukaamua uweke mechi ambazo pia alisimamia Seleman Matola, hao watakuwa ni walimu 5 wamesimamia timu. Fadlu Davids, akaja meneja Pantev, na huyu sasa ni Steve Barker. Kuna nyakati Suleiman Matola alisimamia timu, kuna nyakati pia Ahmed Suleiman Morocco alisimamia pia timu. Walimu 5. Kila mwalimu ana message yake ambayo anaituma. Kila mwalimu ana maelekezo yake, kila mwalimu ana vipaumbele ndani ya uwanja, kila mwalimu ana namna yake ya kuiset timu iweze kucheza. Itawapa wakati mgumu Simba kuanza kuipata ile pace ambayo wangeweza kuipata mapema kama wangejikusanya mapema na kumpa nafasi Steve Barker kukisuka kikosi vizuri. Na ndio maana nachelea kusema mechi ya kesho inaweza istupe uzani wenye uzito ule ambao tunategemea kuona, ambapo Simba wanakutana na Azam Football Club mara nyingi ambavyo wamekuwa wakikutana kwenye ligi. Tumekuwa tukiona tena kwa testi ambayo tuliipata kwenye mchezo uliopita, tunaweza tusiipate kesho kwa sababu ya squad ambayo Simba wamekuwa nayo, lakini pia muda na baadhi ya senior players ambavyo wamechelewa kwenda. Niliona taarifa moja hivi alikuwa anazungumza Ahmed Ali, akawa anasema wao kwenye mashindano haya ya Mapinduzi wamechagua zaidi kwenda kuwapa nafasi vijana na kuona namna gani ambavyo mwalimu anaweza akawatumia. Ni jambo zuri, lakini kwa hali na mazingira aliyokuwa nayo Simba Sports, nafikiri sio mkakati mzuri. Kama ndo ameamua kwenda hivyo, sio mkakati mzuri, na unaweza ukawaweka kwenye mazingira magumu zaidi ya kwenda kucheza mechi zilizosalia zile za hatua ya makundi ligi ya mabingwa. Young Africans zidi ya Singida Black Star. Maneno ni mengi mtandaoni wakidai kwamba hawa ni familia, ni ndugu, kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakipeana wachezaji, wakipeana makocha. Tumeona Mildred Hamdi ambaye alikuwa katika kikosi cha Singida Black Star kaja Young Africans. Tumeona wachezaji hawa Miguel Gamondi alikuwa Yanga ndio akaenda Singida Black Star, tukaja kina Morofu Chakeo, akina Damaro. Maneno ni mengi. Sasa pia ni mchezo wa namna gani katika nusu finali hii? Actually ni mechi nzuri kwa sababu ya aina ya walimu, na by the way walichokifanya Simba ndio wamekuja ukifanya pia Singida. Wamemleta meneja, wakimtambulisha kama meneja, alafu kumbe ndio kocha mkuu na hudumu kama kocha mkuu. Ndio yale niliwahi kuzungumza naye nikakwambia walichokifanya Simba kinaweza kuwa kikatengeneza mazingira ya timu nyingi kuanza kutumia ule mlango, kuleta makocha wengi ambao hawana vigezo wakatumia njia ya huyu ni meneja, alafu akaja kufanya kazi za kocha mkuu. Anyway, sio swali lilikuwa ni mechi itakuwa namna gani. Ni mechi nzuri by the way, mechi nzuri ya kutazama kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wametoka huku wamekuja huku. Tunataka tuone wanapokutana itakuwaje. Maruf Shekei bado hajapata nafasi ya kucheza by the way na hajatambulishwa pia Young Africans lakini ni mchezaji ambaye yuko Yanga. Damaro tumeshamuona amecheza jana, ni mechi ya pili tunamuona akiwa anacheza, one of the best kiukweli. Moja kati ya kosa kubwa ambalo kwangu mimi Miguel Gamondi amelifanya basi ni hili la Damaro. Hili ni moja kati ya kosa kubwa Miguel Gamondi akiwa kocha mkuu
amelifanya. Miguel Gamondi amemwacha Damaro akimweka bench kwa sababu ya Khalid Aucho. Yes, Khalid Aucho ni mchezaji kubwa na mzuri, ametoka Young Africans akiwa anafanya kazi nzuri sana, ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa msingi wa kuitengeneza Young Africans mpaka pale ilikofika, na mafanikio makubwa kwa kiasi kikubwa ameyapata akiwa na Young Africans kwa hapa Tanzania. Lakini kwangu ukiniwekea kwenye uzani Damaro huyu na Khalid Aucho huyu hapa, kwangu mimi nilikuwa naondoka na Damaro kwa vitu vingi. Kwanza umri mdogo, energy yake aliyokuwa nayo, njaa ya mafanikio aliyokuwa nayo, anakupa nafasi nzuri ya kutengeneza mpango kazi wa kujaribu kupambania mechi ya dakika 90 kuliko hata Khalid Aucho ambaye anakupa zaidi uzoefu, ni mtulivu by the way, lakini umeona vitu vyake, vitu vingi vinapungua, na ndio maana tunaanza kuona makosa baadhi akiwa anayafanya, ikiwemo utovu wa nidhamu na namna ambavyo amekuwa akienda kwenye commitment za kuania mipira. Inaweza ikakufanya ukafikiria kidogo na kuamini kwamba kuna vitu vingi vinaanza kupungua kwa Khalid Aucho kulingana na kadri umri unavyozidi kwenda. Yanga sio wajinga. Yanga wamemwacha Khalid Aucho anaenda Singida, anamweka Damaro bench, alafu Yanga Africa wanakwenda kumchukua Damaro, wanamtoa aliyekuwa anatoka bench, wanakuja kumleta Young Africans kwa ajili ya kumfanya awe starter. Sio wajinga, wametazama vitu vingi. Performance yake ya msimu uliopita, msimu mzima alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walifanya vizuri sana kwenye eneo la kiungo akiwa na Singida, lakini anakwenda Young Africans ambayo inahitaji tu aina ya kiungo kama yeye, mtulivu, anayeweza kupasia vizuri, ambaye mpira hauwi moto. Yani upewi mpira kama umepewa moto hivi. Ndio ni mtulivu sana, akipewa mpira anatulia, anajua wapi pa kupeleka, ana namna nzuri ya kuifanya timu icheze kutokea kwenye eneo la katikati, ni dictator pia, ana uwezo wa kudictate eneo la katikati. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni moja kati ya mistake kubwa ambayo Miguel Gamondi amefanya akiwa kama mwalimu, kumwachia mtu kama Damaro Kamara. Ni mchezaji ambaye mimi nafikiri angeweza kuitengeneza Singida Black Stars kuelekea mbele. Sasa kuelekea mechi ya kesho, kuna kitu nataka kuprove. Mimi naamini Damaro kuna kitu nataka kuprove kesho, kuonyesha kwamba mlifanya makosa makubwa kuniachia, au anataka kuonyesha kwamba hii ilikuwa ni dream yangu kufika Yanga. Haya mawili yote yanawezekana, kama mlifanya makosa mkiniweka bench, Yanga wamefika, wamenichukua, mmeniachia, nimekuja huku, nitaonyesha mimi kwa kiasi gani ni mchezaji mkubwa. Kama ataaminiwa, kuna kitu kikubwa sana cha tofauti atakuja kukionyesha kati ya Yanga na Singida, hasa wakiwa wanacheza kwenye hiyo mechi ambayo watacheza kesho kutwa. Na naamini katika mchezo kati ya Yanga na Singida, mchezaji atakayekuja kuwa tofauti kubwa kati ya Yanga na Singida kwenye hiyo mechi ni Damaro Kamara. Yeye ndo atakayekuja kutofautisha kati ya Yanga na Singida, namna yake ya kucheza, jinsi ambavyo atadictate mchezo na namna ambavyo ataifanya Yanga icheze. Nafikiri itakuwa ni talking point ya mchezo kuliko hata maeneo mengine ambavyo atakuwa yana perform ama wachezaji watakuwa wana perform ndani ya kiwanja. Shukrani sana. Asalamu alaykum.